Siku ya tatu na ya mwisho ya kambi ya matibabu bila malipo katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Pwani ilikuwa na shughuli nyingi kuliko siku mbili za kwanza zilizotangulia. Nice. Thank you. Asante sana for the camera. Alright. Thank you. Madaktari na wahudumu wanaendelea kuwahudumia wagonjwa ambao wamefika hapa kwa mamia. Mimi kwa jina naitwa Edmund Kadoekenga, natoka sehemu ya Ngerenya location. Matatizo yangu nasumbuka na meno na shida za macho ambazo ndio zinasumbua sana. Na sehemu nyingine pia magonjwa hii ambayo kuuma na viungo kama kiuno. Nimefanya vipimo baki kuona yule daktari na kuniandikia madawa ndio ambayo nasubiri. Na namwona yule anakuja yule daktari. Ya VIP na kwa ajili pia kuweza kuwatambua kutoka pale Huku hayo ya kijiri, wengine umefikia wakati wao wa kuondoka wakiwa na tabasamu na furaha na shukrani kwa waandalizi wa shughuli hii. Naifanyevu Mulanda Wanje na Grace Mkoroshoni kwa Karisa Hazizi ndio nikelisiho nasikira ndani ya rudio kukala rudio yangu nina karudio mimi binikisirikiza bipore pore bewere fichere kure mwezi hata ukigoma zuzi nasikira itarehe ya zuzi ndo nikiza Jumaa na Jumamosi ni zana nikiuya haha na virero ni Jumapili zauya haha. Were unani? Were mimi nina ndani yangu ina isazi ya kirungurira kuhahika mulatso. Kisha nina matso gaperesha mana nagurwa ni peresha hata nikikalandi joni za nihereza fasikune nikiendelea azwa nikipata dawa ikitaramuka tototo lakini zilio pesa za kugulira dawa kila siku sina. Ndiyo nikihendaje nikikalana na halami ya kienyeji kwa namba hiyo na inadima kunisaidia yani saidia hata ndore zuzi nasikira vivi nikiamba banende ya nadafika presha yangu izulu hata vivi zape watembe hari na shukuru nikamumunya ikenda pingwa ikangwa isini nikaimageheri nikandikirwa zizo kaheri bahozana nako sauzuzi naona kuzasema ukongo ungine la uwa picha wakulolwa vivi ya isazi uri bado vivi madana ndikirani ndi pichani nguzuzi anazakiza minauresi ni kibaruani ela vivi ndo nikaza hangu haho hosini hunashughulika hosini hata vivi uzandikirwa jumula ndisho nenda naye kuko pichani akapigwe picha haya huone ni hali yani lakini hunashukuru huzasaidika tototo. Kwa majina naitwa Stanislaus Kalama. Kipenda jina la ufupi naifaa Vinamunyuwe ni Mgiriama. Vinamunyuwe lakini kaukola. Unako tanifa Vinamunyuwe. Takamala kungezwa kitu. Anashukuru zafika siku ya leo. Zasika kuna matibabu gamato. Tawore ndeka kazi ni Jumapili kamba ngoja nende kwa sababu una msaada ambao fikara angene maana kosa kuupata. Wako watu wanaweza kusaidia lakini sasa matibabu kama haya si rahisi. Lakini nikashukuru nimekuja hapa leo nimepata matibabu nikapata miwani ya macho ndio hii ya kusomea. Maana niko na shida macho. Nashukuru kwa George Foundation nimekuja hapa na Memphis Lassa Center wale wote wamekuja hapa kusaidia wale wote wamekuja kwa shida ya hapa ni kitu kizuri sana nimefurahia kabisa na Coco FM imesimamia mambo kama haya Coco FM naipenda. Mimi naitwa Happy Kahindi nimetoka Ganze niliona hii kwa Pwani University kutakuwa na madaktari niliona kwa mitandao hasa ndo nikachukua uamuzi nikaja nashukuru nimehudumiwa vizuri tumepata madawa na wako sawa tu. Kwa ninaumwa na kichwa kila siku. Pia niko na shida ya tumbo nimesaidika. Nimepata fursa ya kuzungumza na mdhamini mkuu wa shughuli hii ambaye ni mkurugenzi mkuu wa wakfu wa George Kithi. Mimi pia nafanya kazi kwa wakfu wa George Kithi Foundation kama mkurugenzi huko na tumeshughulika na nyinyi ama tumealikwa na Coco FM pia kushughulikia hili jambo. Tunashukuru sana. Alipata fursa ya kutembelea mahema yote ya wahudumu na madaktari wa kujitolea katika shughuli hii. Hapa alizungumza na wagonjwa na kuwatia moyo na kuwafariji
huku wakiendelea kuhudumiwa. Leo ni Jumapili, siku ya mwisho ya tamati ya zoezi hili. Na nilikuja nikijua ndapata 200-300. Lakini kumejaa watu ambao wanapewa huduma za bure. Mtu akija anapewa nambari ya usajili pale ambao utaitwa baadaye uweze kuchukuliwa na madaktari wakukague, wakusikize, kisha wakuweze kuabiri ni ugonjwa gani ambao uko nao. Alafu baada ya hapo kuna mambo yatatokea. Aidha kuna wengine wanataka operesheni, kuna wale ambao watafanyiwa hapa kwa hapa, wale ambao watapewa madawa na wale ambao labda kuna management itaendelea. Katika hema hili la kuwashughulikia wagonjwa ambao wana uatilifu wa maumbile mbalimbali, tulipata maelezo ya kina kutoka kwa msimamizi mkuu Mathias Tsuma. Huyu ni Mathias Tsuma akiwa ni ofisa wa masuala ya walemavu katika Baraza la Kitaifa kwa watu wenye ulemavu kaunti ya Kilifi. Tukiwa hapa tumejumuika na Coco FM katika hii medical camp, na hususan kazi yetu kubwa ni kuweza kufanya registration ya persons with disabilities. Ukiangalia hapa unakuta kuna scanner, kuna printer, kuna machines nyingi, computers. Ni kwamba tunafanya registration kwa e-citizen na watu wenye ulemavu wanapata vyeti vyao vya ulemavu hapa. Kwa hiyo kuna tent pale nyuma ambao ni ya madaktari wanakagua wajue kwamba ulemavu ni gani, alafu sisi tunafanya registration. Wajua mimi sikujua kwa undani na kina, kwa sababu nishafanya medical camp nyuma, lakini si kama hili kwa kubwa zaidi. Yani unapata zile goosebumps, unaona mgonjwa na anahitaji, anakuangalia wewe kama ndo matumaini. Hana popote pa kwenda, hana matumaini yote. Katika kila mkusanyiko hapakosi watu ambao wana mahitaji maalum. Kama nilivyoambiwa na wazazi wangu ndio hii shida ikanianza. Na nimeendelea kusoma hivyo. Nilipopelekwa hospitali naambiwa nisiweziona mpaka nende nikafanya operation nitolewe macho nibadilishwe. Msichana huyu kwa mjibu wa daktari aliyemshughulikia anahitaji matibabu maalum ili uwezo wake wa kuona usipotee. Najua Mungu yupo, atatupa suluhisho. Lakini hili jambo tulilofanya naamini kwamba Mungu ameliwezesha kwa sababu yake, kwamba watu waweze kutibiwa na wapate afueni kwa maumivu na changamoto ambazo kunazo kule majumbani. Naam. Bila shaka unapotaka kujua uhondo wa ngoma lazima uingie ndani ucheze. Wewe mwenyewe na vipi umeingia? Mimi ni damu nimejiandikisha. Sasa bado nikaguswe kule nione ni vipi maana kwa viaja vingine ambao hujue. Sasa kwa mfano cancer screening kule ni uangaliwe, kisha uangaliwe, alafu ngoje uangaliwe tena, maana kansa nayo huwa haina bingwa ile, haijui kisomo, haijui ukubwa, haijui udogo, haijui mume mke, inaingia na ikiingia sasa inakaa inaendelea. Kwa hivyo mimi nitafanya, lakini nashurukisha wengine wengi hata uwe nao. Ukifunga taonaje? Unapima nini? Hawa ya macho. Sasa ndio hizi namba hapa. Hizi namba zinamsaidia pale anapo. Kisha akawapa vyeti washirika wote waliohusika katika kuwahudumia wagonjwa waliofika katika kambi hii ya matibabu. WD zawadi kutoka Coco pia for the camera. Asante sana. Tumefika tamati, but we will not forget you. Naomba pia msitusahau. May we collaborate more and more in future. Na tutaistudy hizo dawa tena na tena, and we ask them for more partnership. Si mwisho wala si mwanzo, ni kwamba fursa kama hii itaendelea kuwepo, kwa sababu ni muhimu sana ujue hali yako, na mara nyingi tunajisahau sana, hatuendi hospitali kuangalia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM.
ladha ya pwani.